alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Basi kama ndio unanifuatilia, naomba uendelee kunifuatilia katika masomo na katika vipindi mbalimbali. Huwa nakuletea masomo ni Dr. Sharifu Tiba Asili Tanzania. Naomba uweze kusubscribe maneno mekundu hapo, na pili unaweza ukagonga kengele moja kwa moja hapo kwa ajili ya kuzidi kujipatia masomo kemkem. Ndugu yangu, ninakuletea vitu vikubwa leo. Ninakuletea mmea huu hapo. Kama unavyoona, mmea huu ni mmea mzuri sana katika matumizi mengi sana, lakini mmea huu unatumika kufungua nyota. Nyota imefungwa, mambo hayaendi vizuri, una giza, basi tafuta mmea huu, tumia kujifukiza na kuoga. Ukishaupata huu, utatafuta na chumvi ya mawe kwa ajili ya kujifukiza. Baada ya kuwa unajifukiza, unanisikiliza vizuri, utatafuta na dawa nyingine inaitwa, ngoja nikuonyeshe mpenzi mtazamaji. Hii nimekwambia tafuta dawa hii. Inapenda kuota chini kama utaijua. Lakini baada ya hapo utatafuta hii makata hii ili unywe, kutoa vile uchawi uliolishwa au vitu ambavyo umewekewa ndani ya mwili wako. Hii utatapika kila kitu, na baadhi ya vitu vingine utaviona, ila unaweka kidogo tu. Ina matumizi mengi sana, lakini inatumika katika mambo ya kinga, lakini pili inatumika katika kutoa ule ubaya ambao utakaokuwa umefanyiwa. Lakini cha mwisho inakuja kupitia dawa nyingine hapa. Dawa huwa zinafanya kazi kama wewe mwenyewe unazitumia inavyotakiwa, na ndio zinaleta majibu mazuri au fasaha katika jinsi unavyozinuia. Ukiinuia katika jambo, basi inakuletea matokeo mazuri kupitia dawa hii. Tukitoka sasa, tunakuja na dawa yetu nyingine inaitwa mkevu. Hii hapa hizo kwa unaifahamu hii hapa. Hii dawa ndugu yangu, kama una mtu wako ameshindikana kupata ujauzito, hii ndio dawa. Yaani iwe umefungwa kiasi gani kiuchawi, yenyewe itakiwa kujua. Hii ukitumia, mtu aliyefungwa uzazi lazima atapata mtoto. Mtu uliyeteguka, mguu umevimba, hii inatoa uchawi. Mtu uliyeshindikana kupona jisehemu au mwili wako, basi tumia dawa hii, utapona vizuri, utakaa sawa, utakuwa vizuri kabisa. Huwa napenda kukuleteni masomo na leo kunifuatilia katika vipindi mbalimbali kwa ajili ya kuzidi kujifunza na kuzidi kufahamu mambo mengi kemkem. Na wewe usisite kuwasiliana na mimi katika maendelezo wa vipindi vyetu kemkem. Shukrani sana.